na nimechagua neno kutoka Mithali 22 mstari wa 6 ili kutuandaa sisi kama walezi wa familia, walezi wa watoto, tuweze kuona wajibu wetu vizuri katika nafasi hii ya malezi katika familia yetu. Mithali 22 mstari wa 6, kwa kuwa neno ambalo tulilishika tangu Sunday School kwa kichwa, basi nitaomba wote tutalisoma kwa kichwa. Ni neno lile linalosema mlee mtoto. Kwa hiyo tusome wote katika jina la Bwana. Mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Amen. Turudie tena. Naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Amen. Matokeo tunayoona katika ibada hii ni malezi ya wazazi wetu, ama babu zetu, ama bibi zetu, waliotulea katika njia ipasayo. Na ndio tunaona matokeo yake ibada ya Ngare Nairobi, ibada nyingine katika makanisa mbalimbali zinafurika kwa sababu ya malezi ya babu zetu, bibi zetu, baba zetu, mama zetu, ndugu zetu walio wakubwa, lakini pia jamii iliyotuzunguka imeweza kutuachia msingi wa urithi wa malezi mema, na kwa jinsi hiyo tukaweza kuyaishi. Na kwa kweli wengine hatutayaacha mpaka tutakapokwenda kaburini, ili tufike nayo mbele za Bwana kama ushuhuda wetu kutoka kwa wazazi wetu na jamii iliyotulea. Ndugu zangu wapendwa, kwa kuwa leo ni siku ya kutaniko la pekee, na sisi wote tunafahamu ni walezi wa familia, basi naomba tujikumbushe mambo machache kidogo. Jambo la kwanza, tutaangalia malezi ni nini. Na tunafahamu maisha ya malezi ndiyo atakayetuwezesha kuwa na matunda mema yanayodumu hata uzima wa milele. Malezi kwa ujumla ni kumwandaa ama kumwezesha mtoto ama yule tunayemlea kwenye malezi ama makuzi mema. Kumwezesha kwenye makuzi mema ili makuzi yale yamsaidie akubalike kimaisha kwa Mungu, akubalike kwa yale makuzi mema tunayompa, akubalike katika familia, akubalike pia katika jamii, akubalike katika kanisa, lakini akiisha akimpendeza Mungu, lakini pia akiwapendeza wanadamu. Kile tunachokiweka ndani yao kama akiba, basi kitawasaidia katika maeneo haya niliyoyataja. Mfano ni ule wa Yesu Kristo kama tunavyoona katika Injili ya Luka. Sasa nitaomba wasoma Biblia tufungue haraka kidogo, kwa sababu si mahubiri tu, ni mafundisho kidogo, na nakuandaa wewe ukafanye hivyo. Luka mlango wa 2 mstari wa 52, na tunaona mfano pia wa pili kutoka Mwanzo 39 mstari wa 9. Naomba aliyeona Luka 52, Luka 2:52 atusomee, lakini pia aliyeona Mwanzo 39 mstari wa 9 atusomee. Twende haraka kidogo kwa ajili ya muda. Luka mtakatifu mlango wa 2 mstari wa 52 nao unasema, naye Yesu akazidi kuendelea katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu. Amen. Amen. Na yule aliyeona Mwanzo 39 mstari wa 9. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe. Kwa kuwa wewe mkewe, nifanyeje ubaya huu mkubwa nikamkose Mungu? Amen. Amen. Nifanyeje ubaya huu nikamkose nani? Mungu. Lakini yule mtoto ambaye ni Yesu
akakuwa katika hekima. Tunatakiwa tuwalewe watoto wetu wapate hekima, lakini na kimo. Manake wasiwe madudumizi, wasidudumae, wapate afya njema, wampendeze Mungu na kuwapendeza nani? Wanadamu. Kuwapendeza wanadamu si katika mabaya, lakini wawapendeze wanadamu katika kutenda mapenzi ya nani? Mapenzi ya Mungu. Haleluya. Lakini tunamwona huyo wa pili, mfano wa pili, Yusufu. Huyo aliuzwa na ndugu zake, akaenda kule Misri na akauzwa katika nyumba ya Potifa, na kule kwa Potifa akakabidhiwa kila kitu, maana Mungu alistawi pamoja naye. Akiwa kule ugenini, Yusufu akastawi, na maisha yake kila alipopita, iwe ni kule gerezani alistawi, kule nyumbani kwa Potifa alistawi. Lakini tunajua pia alipokuja kupewa madaraka katika nchi nzima ya Misri alistawi, na ustawi huu ukawa sio kwake tu, hata kwa nchi ya Kanaani ukaendelea kustawi. Lakini tunaweza kusema kwa dunia nzima ustawi wa Yusufu ukawa mzuri. Lakini Yusufu hapa anashawishiwa na mke wa Potifa. Anashawishiwa na mke wa nani? Tunajua habari hii vizuri. Ili sasa nikitamka hili, naomba siku hizi tusiogope kutamka, tutamke jinsi Biblia ilivyosema. Mke wa Potifa alimshawishi ili alale naye, si ndio? Ndivyo Biblia inavyosema. Kwa hiyo lugha hii Kiafrika wakati mwingine tunaogopa kuitamka mbele ya watoto. Lakini watoto hakuna kitu wasicho nini? Hakuna kitu wasichokijua. Tena wanajua kuliko sisi. Kwa sababu kuna shule, kuna elimu. Kwa hiyo wanajua kuliko sisi. Kwa hiyo Yusufu aliposhawishiwa akatafakari mbele ya mke wa Potifa, nitafanyaje uovu huu mkubwa ili nimkosee Mungu wangu? Na mke wa Potifa alipotaka kumshawishi zaidi, akakamata mavazi yake, lakini Yusufu akamwachia mavazi yake, akafanya nini? Akakimbia. Vijana mpo? Vijana mpo? Vijana wa kiume, Bwana Yesu asifiwe. Mpo? Wakati mwingine dhambi hii hatuwezi kuikwepa bila kukimbia. Iambie miguu yako, Mungu umenipa miguu na akili, kama alivyosema mchungaji Tarimo, na ile elimu ya imani niliyofundishwa kipaimara na kwa wazazi wangu. Kwa hiyo kuvunja amri ya 6 ni vigumu. Miguu, anza mbio, hapa utaweza kuishinda. Na tunajua vazi lake lilibaki, lakini Yusufu akasingiziwa kwa hila na hata akatiwa gerezani. Lakini ukisingiziwa kwa hila, usiogope, maana Mungu yu pamoja nawe. Na ili nisiseme kwa vijana wa kiume tu ukimbie, hata kwa wasichana mkimbie, kwa mama kimbieni, kwa baba kimbieni, ili Mungu aendelee kuishi ndani yenu na kuweza kuwapa ustawi. Kwa hiyo hata kule gerezani Yusufu akaendelea kustawi na akafanya mambo makubwa akiwa gerezani, na kupewa cheo akiwa gerezani. Na hata anapokuja kutoka gerezani anafanywa kuwa mtawala katika nchi nzima ya Misri. Tungeweza kusema amepewa kuwa waziri mkuu katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukicheza na dhambi tutaaibika, lakini tukikimbia dhambi, Mungu ataendelea kuishi ndani yetu na tutaendelea kustawi vizuri na vizuri. Sasa iko mifano mingi inayokugusa wewe, tungeanza kushuhudiana hapa. Kila mmoja angeweza kuonyesha jinsi gani alivyoikimbia dhambi, lakini waambie watoto wako jinsi ya kukimbia dhambi ili waweze kustawi. Lakini ukicheza na dhambi hutastawi. Wakati mwingine tutumie hata mifano ile ya mithali, lakini mimi naomba niwape mithali mpya,
mtakayowasaidia watoto wenu. Mbu anaambukiza ugonjwa gani? Malaria, si ndio? Na sio mbu wote wanaoambukiza, ni wale Anopheles jike. Tuko pamoja? Lakini wanaoambukiza ni wale madume, si ndio? Sasa waambie watoto wako, na usiache kuwaambia maneno mazito pia. Ukiambukizwa malaria na Anopheles yule dume, sasa sijui kama sayansi yangu iko vizuri, nikichelewa kwa kuwa mchungaji Tarimo yeye amesoma juzi, atatukumbusha, utasaisha mchungaji Tarimo. Kwa hiyo waambie watoto, ukipata mbegu ya Anopheles wa kiume utapata malaria, na kwa njia hiyo mtoto ajue anaweza kukatiza ndoto yake kwa ugonjwa wa nini? Wa malaria. Ataweza kuambukizwa, kukatiza ndoto zake zote za maisha, ama ni mtoto wa kiume, ama ni mtoto wa kiume, ama wa kike, kwa ile hali itakayoingia ndani yake. Mwambie kabisa bila kificho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ili kutibu malaria ile ni gharama, lakini tunaweza, wanasema kukinga ni bora kuliko kufanya nini? Kuponya. Prevention is better than cure. Kukinga ni bora kuliko kuponya. Gharama za kuponya ni kubwa, lakini gharama za kukinga ni rahisi. Kwa hiyo mwezeshe mtoto kwenye maeneo mbalimbali ya maisha kwa kumpa maadili mema, kwa kumpa imani, ajifunze kumjua Mungu, ajue kusoma neno la Mungu, hata mistari michache. Mama yangu, nashukuru usharika wa Ngara Nairobi walinitembelea, maana tumetokwa na mama mwalimu wetu wa nyumbani tarehe 17 mwezi wa 8. Ndio mama yangu aliaga dunia, lakini mama yetu bado hajaaga katika akili zetu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mafundisho ya mama, maana yalitangulia kuwa Mkristo kuliko baba, yametuishi kuliko mafundisho mengine yote. Kwa hiyo tunayakumbuka. Hakutaka kutuacha bila kwenda Sunday school, lakini tumeishi kule himo, na kule himo kujifunza Kichaga ilikuwa ni kazi, maana ni mchanganyiko wa Wapare, wa Masai, wa Gogo, wa kila kabila. Lakini tunakumbuka wimbo wa mama aliyotufundisha, na huu katuishi. Wale wanaotoka Vunjo, hebu tunyoshe mikono. Vunjo. Shao unatoka wapi? Maana ukimwambia Shao unatoka upande gani? Shao. Sema natoka Vunjo bwana. Vunjo ni Mwika, Mamba, Marangu, Kirua, Kilema. Bwana Yesu asifiwe. Wanaotoka maeneo yao tupungiane. Ni wachache pamoja na Shao. Sasa kule tulikuwa tuna wimbo tunaofundishwa, Njoni wana wose. Huyu alitufundisha mama yangu. Njoni wana wose ifomdenyi, mlafurumie ngamterewa, terewenyi nawi au nama, wamlekie mche mosepiu, mche aranyia rero la ruwa, na mchira oru airuweu, koyanji wechericha msuoruwa, jiwe shitaliyo ipo wanenyi wache, saida kinanda mkono nyina kofi ya mronyi, ichunyi mchira oru mrumishe mdungana. Mchungaji Tarimo na Shao watawatafsiria baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni wimbo wa Sunday school tukauishi mpaka mama alipoondoka, tumeendelea kukumbuka. Na pale kwenye mazishi nyumbani, wajukuu alikumbusha, wakaimba kwamba wakikaa na bibi pale jikoni aliwafundisha, tuwafundishe watoto wetu habari ya imani. Bwana Yesu asifiwe.
Tuwape watoto wetu malezi mema ya elimu. Na siku hizi elimu imekuwa ni rahisi kuliko zamani. Mashule ni mengi, si ndio? Na unachagua uende English medium, uende shule ile ya lugha moja ya Kiswahili, zote ni shule. Lakini tuna elimu ya chekechea, tuna elimu ya msingi, tuna elimu ya sekondari, tuna elimu ya chuo kikuu. Haya yote watoto wetu wakipita wataendelea kupata kitu cha kuwasaidia katika maisha yao. Tuwawezeshe watoto wetu kufanya kazi kwa bidii, wasiamke tu bila kuwa na kazi. Mimi naishi na wajukuu wangu sasa wawili. Kwa niliwaambia mimi nyumba yangu nilijenga ile ya kwanza kabisa, na nakumbuka mabati nilianunua nikiwa shule ya msingi kwa kulima pamba. Kwa hiyo wazazi walinipa eneo nikajifunza kulima pamba, na pamba ilipostawi nikaanza vyumba vyangu viwili na kasebule. Kwa bati la kwanza nililopiga pale nilinunua shilingi 30, nafikiri 39. Alikufika 40. Lakini nikiwa mdogo, shule ya nini? Shule ya msingi. Tuwafundishe watoto wetu kufanya kazi kwa bidii ili waweze kujitegemea, na kwa njia hiyo ukawafundisha vizuri, hawataacha kufanya kazi hata watakapokuwa wazee. Tuwafundishe watoto wetu kukaa kwenye maadili yaliyo mema. Manake maadili ya Kiafrika yana msingi huu wa heshima, adabu na utii. Na hapa pia ndio msingi wa neno la Mungu katika amri ya 4. Wanafunzi wote tulioko tuseme amri inasemaje? Bila maana yake. Wazazi tunaikumbuka ama kipaimara ilikuwa miaka 50 iliyopita. Hebu tuseme tukafundishwa haya tangu Sunday school, sivyo? Haya sio mafundisho ya kipaimara, ni kule nyumbani tuwafundishe amri 10 ili ajue kuishi maisha marefu ni kuheshimu baba yako na mama yako. Mama yangu tuliyemlaza aliondoka akiwa na miaka 103. Na baba aliondoka akiwa na miaka 95. Nafikiri waliwaheshimu baba zao na mama yao vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi tuliokuzwa hivyo tuishi zaidi. Haki ya kuishi kwetu ni miaka mingapi wapendwa? Miaka? Hiyo ni ya Daudi. Miaka 100, na hii ndio haki ya kuishi. Haki tuliopewa kuishi. Na hii ilipunguza wakati wa Ibrahim, akasema kwa sababu kizazi kimeendelea kufanya dhambi, miaka yenu ya kuishi itatoka huko 900 mpaka 120. Kwa hiyo ukifikia 100 umekaribia, hiyo 90 nao umekaribia. Basi Mungu atusaidie kuwatii wazazi wetu ili tuyaishi yale maadili yatakayotupa kuishi kwa adabu, kufanya kazi kwa bidii, ili tuweze kuyaishi hayo na kupata ahadi ya Mungu ambaye anasema siku zetu zitakuwa nyingi katika nchi tuliyopewa na Bwana Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, tumeangalia maana ya malezi, lakini naomba tuangalie basi jambo la pili, changamoto katika malezi. Na changamoto katika malezi ziko nyingi, lakini naomba nitaje chache hapa. Bila shaka na wewe utaongezea na wale watoto kule nyumbani. Lakini changamoto ya kwanza nayoona ni changamoto zile za kigeni. Karibu watu wanapenda kuiga tamaduni za kigeni. Na hapa ngare Nairobi changamoto za kigeni zinaweza kuwa nyingi.
lakini maisha ya maadili ya Kiafrika yanafanana mahali popote. Tuwe tumetoka kusini, tuwe tumetoka kaskazini, tuwe tumetoka magharibi, karibu wote tunafanana. Bwana Yesu asifiwe. Tusigeige changamoto za kigeni. Changamoto za kigeni. Na tukiwa katika mafundisho mara nyingi, hata katika yale malezi tuliopewa, tumeambiwa tusipambane na mitindo. Mitindo itaondoka yenyewe. Hasa kwa vijana wanapenda kuiga. Kuna wakati kule nyumbani kwangu Makuyuni ama Himo, tunamkumbuka kijana mmoja, kila mtindo uliokuja aliuvaa. Kila mtindo. Kwa hiyo kulikuwa na vazi liloitwa bogalu. Lisuruale lipana, ukitembea huko barabarani vumbi inatembea pamoja na wewe. Alafu maviatu makubwa kabisa, sijui aliyaita calypso, na hali ya njia hiyo hiyo. Huyu kijana kila yalipokuja alivaa. Ukienda siku hizi nafikiri atakuwa anavaa aina nyingine. Mitindo inapita, si ndio? Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sasa hivi kwa kina mama, tukiwasimamisha wamama wote tunasema haleluya. Maana mavazi hayo ni ya heshima. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mpaka utafikiri ni bibi harusi anaburutwa huko chini anakwenda. Haleluya wa mama. Tuwafundishe watoto wetu. Mavazi ya Kiafrika ni mavazi ya heshima. Lakini ikatokea yupo hivyo, mfundishe, muonye mara moja, lakini usipambane naye kwa gharama. Maana tabia na mitindo inabadilika, inapitwa na wakati. Kama sasa tunasema haleluya. Kwa hiyo akija mgeni hapa amevaa vazi lake, wewe usianze kuingia kwenye huzuni, maana mitindo inapita. Changamoto za kigeni zinafanya nini? Zinapita. Changamoto maisha yetu ya Kiafrika yanayoambatana na utamaduni wa kumjua Mungu, huu utadumu milele, Mungu akiwa ndani yetu. Lakini changamoto nyingine ya pili ni changamoto za kimtandao. Mitandao ndugu zangu ni mizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mitandao inatusaidia kurahisisha mambo, imeifanya ulimwengu kuwa kijiji, tena sio zaidi ya kijiji. Imetufanya tuweze kuhubiri injili kwa urahisi. Siku hizi unaweza kuunga kundi lako la watu 50, mkasema tutakumbushana katika kundi hili habari za uinjilisti wa ibada. Kwa hiyo mkakumbushana Jumapili ni ibada. Jana mimi nilisahau jumuiya kwa kweli. Nilisahau kwenda kwenye jumuiya maana nilikuwa na kazi nzito, majukumu mengi. Kwa hiyo baada ya muda ndio kumbe leo ni Jumamosi. Maana nilikuwa na shughuli zilizotinga mpaka Jumamosi sikukumbuka. Lakini tukaunda makundi mazuri kupitia mitandao, watu 20 tukakumbushana habari ya neno la Mungu na habari ya ibada na jumuiya. Hii itakuwa imeturahisishia, sivyo? Tutumie mitandao katika njia nzuri itakayoendelea kutubariki. Watoto wetu watumie mitandao, lakini katika kusoma, kuelekezana neno la Mungu. Sasa kuna mjukuu wetu sisi tumemnyima simu kabisa. Lakini ni mtundu kwa sababu anaweza kufanya kazi za umeme, hajaenda shule ya umeme, yuko form 2 sasa. Hajaenda kwenye umeme, lakini anaweza kutusaidia habari ya umeme wote pale nyumbani. Simu mletee, atazitengeneza. TV ikileta shida atakuwemo. Radio zangu zote za zamani yani zimebomolewa, zimekuwa ni chombo kimoja. Sasa kwenye mtandao nikiangalia SMS zake anazonitumia huku, basi ninabarikiwa wakati mwingine. Lakini tunakaa tumwambie hebu tumia simu yako vizuri katika mazingira yatakayotusaidia, maana simu zinaweza kutumika vibaya pia.
Kwa hizi nazo zinaweza kuwa changamoto tunapozitumia vibaya, lakini changamoto nyingine ni watoto kupenda mafanikio ya haraka zaidi, hasa vijana, bila kujishughulisha. Tajiri wa haraka, kupenda fedha za haraka. Na huku West mmekwenda vizuri. Ukimpeleka mtu shambani atakwambia, haya, nipe gharama ya kupiga shimo. Kuchimba mashimo ni gharama yake. Alafu kuweka mbegu ni gharama yake, si ndio? Alafu kufukia ni gharama yake. Yaani watu wa West umetuingiza kwenye baraka nyingi. Kwa hata kupigia gharama hii na hii na hii. Mlete mtoto kijana kwenye kibarua sasa. Jana niliwapa vibarua pale nyumbani. Anakuambia gharama za kupakia majani ni hizi, gharama za kupakua ni hizi, gharama za kuhifadhi ni hizi. Yaani wanakwenda katika mazingira hayo. Lakini tuwafundishe kutokupenda utajiri wa haraka haraka, lakini wafanye kazi halali ili waweze kujipatia mapato yao madogo madogo. Kulima bustani, kufuga kuku, kufuga nguruwe na hali kadhalika, ili waweze kujipatia mapato kidogo kidogo. Na haya yawezeshe katika yale mahitaji ambayo wazazi wakisumbuliwa kwa hayo. Kama shilingi 100 sio kumsumbua mzazi. Shilingi 1000 bado unaweza kupata mayai. Yai moja ni shilingi ngapi? Shilingi 500. Huku bei ni nzuri. Niwaletea kwangu nini? Bwana Yesu asifiwe. Shilingi 500. Kwa shilingi 500 ya sadaka ama 1000 si ya kuomba kwa wazazi. Maana ukawa na kuku wawili kijana, utatoka hapo na mtoko mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie kijana mwenzako, utatoka na mtoko mzuri. Kwa mayai tu, si ndio? Kwa mayai utatoka na mtoko mzuri. Tusipende fedha kubwa kubwa za haraka haraka. Lakini changamoto nyingine, baadhi ya wazazi walezi wamekosa maadili na kuacha kuwa vielelezo. Na ile somo la pili la mwisho nafikiri ndilo lilikuwa mahali pake. Ile la Injili ya Luka ndio lilikuwa mahali pake leo. Wazazi wengi, walezi wengi wamewakosesha watoto. Maisha tunayoishi yasiyo kielelezo yamekuwa maisha ya kuwakosesha watoto. Na ukisoma katika Injili ya Luka mlango wa 9 mstari wa 42, lakini ule mlango wa 17 wa Injili ya Luka tukiangalia na hii ya Marko yanafanana. Atakaye mkosesha mmojawapo wa wadogo hao, adhabu yake ni kufungiwa jiwe la kusagia na kutupwa katika kilindi cha maarake, maisha hayata kuwepo. Kule kwa Luka anasema vizuri kwamba baada ya kukosesha itakuwa ni changamoto kubwa ya kuuawa. Lakini wanafunzi wakaendelea kutafakari. Utaenda kusoma ile Injili vizuri mwenyewe. Sasa kwa ajili ya muda tutafakari hayo, lakini epuka kukosesha, maana kukosesha kuna ghadhabu kubwa mbele za Mungu. Kuna hatari kubwa. Yaani kaze mambo haya kwamba tusikubali kubaki kwenye changamoto hata kama zipo. Wengi wamebaki katika changamoto. Tutatue changamoto zetu kwa toba. Kama ulifanya vibaya, kumbuka toba itakurudisha katika mpango wa Mungu. Haleluya. Toba itakurudisha katika mpango wa nani? Hebu turudi hapa, rudini hapa. Bwana Yesu asifiwe. Turudi hapa. Bwana asifiwe. Tusiondoke kwenye uwepo wa nani? Wa Mungu. Kama kuna changamoto kwa mtoto wako, changamoto kwako mwenyewe, njia sahihi, usikubali kuona changamoto hiyo, lakini muone Mungu arudishaye, asamehee, aletaye msamaha, ili toba iturudishe katika mpango halisi wa Mungu. Lakini kubali kuwa kielelezo wakati wote. Kubali kuwa kielelezo. Usikubali kukosesha,
lakini kubali kuwa kielelezo. Lakini tenga muda wa kukaa na watoto wako. Tenga muda wa kukaa na watoto. Na hii ni changamoto kweli. Kuwa na watoto ni changamoto. Kwanza wenyewe wanakimbia, maana wanataka fedha za haraka haraka, wanataka kukimbia huko na huko. Lakini muombe Mungu awateke watoto wako na wajukuu, upate muda wa kukaa nao, hata kwa sala zile za asubuhi na sala za jioni. Lakini waambie neno moja tu. Waambie neno moja. Neno nalokumbuka la mama yangu na la baba yangu. Baba alituambia, epuka kupiga mtoto wako kofi. Na kwa kweli ukipiga kofi, katika habari ya sayansi ile mishipa yote iko hapa, sivyo? Kwa hiyo unaweza kupoteza maisha ya mtoto kwa kumpiga kofi kwa hasira. Wakati mwingine watoto wana maudhi, wewe ukaruka na kofi lako, unaweza kupoteza maisha yake. Kwa hiyo baba alitukumbusha hilo. Lakini mama akatukumbusha habari ya ibada, habari ya kutembea na watu ambao hawatakusaidia. Na mimi siku moja kwa kweli nilikamatiwa, nilitoroka nyumbani tangu asubuhi mpaka saa 10 ndio ninarudi. Nilipofika mama akakamata mkono na kiboko, lakini akaniambia, niambie ulipokuwepo. Sasa bahati mbaya kusema uongo haiwezekani, nikamwambia nilikuwa mahali fulani. Kumbe lile kundi kwa mama halikuwa na shida. Akaniambia, bahati yako, kama ungekuwa nje hapo leo na fimbo za mama zilikuwa chungu. Za mama ni chungu. Baba zilikuwa fimbo 4, ni kali kweli, lakini za mama hazihesabiki, zilitusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wazazi wetu walitulea katika hayo. Kwa hiyo nasema zijue changamoto za watoto wako, zijue changamoto zako mwenyewe, zikabili kwa kumjua Mungu sana. Na katika Ayubu 22:21 anasema, mjue Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapofanya nini? Yatakapokujia. Naomba ndugu zangu katika haya nijumlishe kwa kusema yafuatayo. Jambo la kwanza, tusichoke kufundisha na kuwa vielelezo. Epuka kukosesha. Kuwa kielelezo ni walimu tosha. Kawa kielelezo, wewe ni mwalimu tosha. Kwa ajili ya muda tungetoa mifano mengi, lakini naomba hilo litoshe kwa kuwa mmenielewa. Walionielewa tupungiane mikono. Uwe mwalimu pale nyumbani kwa kuwa kielelezo. Na kielelezo kinawafundisha watoto wengi katika mambo mema. Kama unakwenda ibada, hicho ni kielelezo. Kama unafanya kazi vizuri, hicho ni kielelezo. Kama wewe hivi kanisa la Kiluteri, nilisikia mafundisho vizuri katika kanisa fulani, na TV ziko nyingi sana, mitandao iko mingi. Sharika mmoja akauliza, je, kunywa pombe ni halali? Kunywa pombe ni vizuri? Sasa yule aliyejibu akasema, sijui katika kanisa letu kama tuna mafundisho hayo. Huyu ni kiongozi mkubwa, akasema kunywa sio vibaya, lakini kulewa ndio. Haya, walevi, Bwana Yesu asifiwe. Walevi, Bwana Yesu asifiwe. Hakuna hata mmoja. Usharika wako umebarikiwa mchungaji. Haya, wanaokunywa bia na mbege na buza na sijui yale mapombe tunaita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata ninyi mzipendi. Maana siku moja walinitegea, mchungaji, naomba ufanye sala. Nikiangalia hapo mbele ni kufungua tafrija yenye bia na vinywaji. Na siku hizi mmetutegea kweli, watumishi wa Mungu. Mnatuletea hata ile divai inakaa pale mbele kwenye magaloni, lakini mnatuambia tufungulie kwa sala. Sasa siku hiyo nikasema, hapa leo Mungu nipe neno la hekima.
Nikaambia leo tutafanya sala wote. Kama ulikuwa kwenye ile sherehe, kumbuka mchungaji Mkesi alikupa huo mtihani. Siku ile nilisema kila mmoja ashike kinywaji chake juu. Haya, bia yako inua juu, soda inua juu, maji inua juu. Cha kushangaza, bia hazikuinuliwa. Maji yaliinuliwa, soda ziliinuliwa. Sasa nikashangaa, tunataka kufanya maombi kubariki hivi vitu. Na hata wengine tunasingizia Yesu alibariki, sivyo? Tunakunywa kwa kusingizia Yesu alibariki, lakini sio mafundisho ya Yesu hayo. Sasa nikasema kama umeweka chini, basi mtanifuata wote kwa sala hii. Nikasema Bwana Yesu. Wakafuata. Na kwa hiki nilikoweka chini, Bwana najua sikupenda, Mungu nisaidie ili na mimi niweze kuacha na kuwa katika mpango wako. Wote tuseme amen. Wakasema amen. Sasa kilichonishangaza, kama kitu hukipendi, hata kukiombea Mungu akusaidie huwezi kuacha. Sasa kwa Waluteri na makanisa mengine, hatuna mafundisho yanayokaza kunywa kidogo. Mafundisho yetu msilewe kwa mvinyo, alafu ole wake ampa jirani yake kileo. Si ndio mafundisho yetu jamani? Ole wake ampa jirani yake kileo. Sasa kama ni ole, basi sisi hatuna kiasi cha kunywa kidogo ama kubwa. Na wengine mnatushtaki, mbona mnatupa kule kanisani? Sasa tunasema kama ni kuwapa, mchungaji avae kanzu, aongoze liturujia, amje hapa mbele kidogo kidogo, alafu kuwepo na mkate na nini na mvinyo. Lakini kama unakula mvinyo tu, hiyo sio liturujia yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mafundisho yetu. Hata kama kuna Waluteri wanaofanya hivyo, Mungu tusaidie ili tuokoke katika hilo. Na mimi nilishaonja hiyo kidogo. Nikiwa mtoto, yani baba anakwenda, najua kule Vunjo ilikuwa ni kazi, anakuambia kunywa kidogo tu, kunywa kidogo. Lakini ikafika mahali Yesu akakaa ndani yetu, hata ile kiu ya kidogo imefanya nini? Imetoweka. Hata kiu yako inaweza kufanya nini? Kuisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuwafundishe watoto wetu tusibaki katika changamoto. Watoto wako wote watafundishwa na nani? Na Bwana. Isaya 54 mstari wa 13. Fundisha watoto wako, usiwafundishe mwenyewe. Mungu atawafundisha. Mungu atafundisha watoto wako wote kupitia neno lake, kupitia amri 10, kupitia maombi yako. Mungu ataendelea kufanya kazi. Hili nimesema na walezi wa watoto wote, ili Mungu atusaidie tuweze kuwafundisha watoto wetu katika njia ipasayo. Njia ipasayo ni ibada, kufanya kazi kwa bidii, kuwa kielelezo, na kuyaishi hayo kutatupa maisha mema, na Mungu atainuliwa ndani yetu. Tusimame kwa miguu yetu wote, na nitamuomba mwinjilisti Tonga atafanya sala akituombea nguvu ya imani, ili tukawa walimu wema kwa kuwafundisha watoto wetu njia ipasayo, na wasiache hata watakapokuwa wazee. Engare, Nairobi engare, kijito cha maji